Mheshimiwa Anton, karibu sana katika kipindi chetu cha Bambo Pevu. Nashukuru sana. Habari za Dodoma? Salama kabisa. Mnaendeleaje? Mji mkuu wa serikali umepewa sheria sasa, imeanza kutambua rasmi. Namshukuru Mungu, tunakwenda vizuri sasa. Mnaendeleaje hasa katika kutatua changamoto za wananchi? Maana mmepewa dhamana mwaka 2015, siku zinazidi kusogea sasa. Ni kweli, kwa mujibu wa katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nafasi hizi zinadumu kwa miaka 5. Na hivi sasa tumeshasogea mwaka mwingine na tunachagua serikali za mitaa. Kimsingi ni kwamba sisi kupitia Chama cha Mapinduzi na sisi kama wawakilishi wa wananchi, yale yote ambayo tuliyatolea ahadi tunaendelea kuyatekeleza, kwa sababu bado tuna muda, tuna mwaka mmoja na nusu na tunaendelea nao, kwa bado tunaendelea kufanya kazi na tunaamini tutafikia malengo ya wapiga kura kwa imani waliotupa. Kipi hasa ambacho kilikusukuma kuingia kwenye kinyang'anyiro, hasa katika kutatua kile ambacho ulikiona kwamba kile ni tatizo, nikipewa dhamana nitawawakilisha vyema wakazi wa Dodoma? Mimi nataka niliweke tena ile vizuri kabisa. Nilitamani sana kuwa sehemu ya kuonyesha uongozi katika eneo ambalo ninatoka. Sikupenda kuwa kiongozi wa kulalamika. Sikupenda kuwa sehemu ya watu ambao hawatoi majawabu kwenye matatizo. Kwa hiyo mimi nikasema, badala ya kumlalamikia watu, kulalamikia serikali, kulalamikia taasisi nyingine yote, mimi mwenyewe nichukue dhamana hiyo. Kwa hiyo niliamua kwenda kugombea ubunge kwa sababu nilitamani kuwatumikia wananchi wangu. Na ndio maana mimi ninafahamika kwa jina la utani la Kilatini, wananiita the popular servorum, ni mtumishi wa watu. Neno mtumishi wa watu ni tofauti na kuwa kiongozi wa watu. Kiongozi ni tofauti na mtumishi. Mtumishi anatumwa. Kwa hiyo dhamira yangu ilikuwa ni kwamba hebu na mimi nitumie kipawa changu, nitumie elimu hii ambayo nimeipata kwa ajili ya kuwasaidia watu wangu. Na ninafurahi kusema kwamba kile ambacho nilikiahidi wakati wa kampeni na wananchi hivi sasa, hata ukipita mtaani unaona kwamba wanakiona kimetokea. Niliahidi vitu vingi vya kuibadilisha Dodoma. Na moja kati ya ahadi yangu kubwa ilikuwa ni kwamba Dodoma imeshakuwa kila mara inatangazwa na kwenye ilani ya uchaguzi inaandikwa kuhusu makao makuu. Kwa hiyo nikasema nitajitahidi sana kwa nafasi yangu, kama nikichaguliwa kuwa mbunge, basi hoja yangu ya kwanza kubwa iwe ni ya makao makuu. Na tarehe 29 mwezi wa 9 mwaka 2015, wakati tunaomba kura tukiwa na Mheshimiwa Rais katika uwanja wa Jamhuri, na yeye aliitamka hii ahadi na akanishika mkono pale. Nafurahi kusema kwamba ahadi hii imetimia na imeanza kuleta mabadiliko makubwa sana Dodoma, ya kisiasa, ya kiuchumi na ya kijamii pia. Kabla hatujaingia sasa kwenye changamoto ambazo zinawagusa wananchi, uliwahi kutumika tena, maana umesema wewe ni mtumishi, uliwahi kutumika kabla ya mwaka 2015 aidha kwenye chama chako ama katika jamii ambayo umeishi na umetokea huko? Ndiyo, mimi mwaka 2008 nilikuwa ni kiongozi wa vijana hapa. Nilikuwa ni mwenyekiti wa UVCCM wa mkoa wa Dodoma kwa miaka 4 mpaka mwaka 2012. Nikateuliwa kuwa mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa ya Chama cha Mapinduzi nikiwakilisha vijana. Lakini baadaye pia nikaingia kwenye timu ya wataalamu wachache walioandika ilani ya uchaguzi ya CCM, tukiongozwa na mwenyekiti wetu alikuwa Mzee Wasira pamoja na Mama Samia Suluhu Hassan. Tulikuwa nao pamoja. Na baadaye Rais wa awamu ya 4 Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete akaniteua kuwa mkuu wa wilaya wa Mpwapwa, ambako kule nilihudumu kwa muda mfupi sana. Nafikiri ndio mkuu wa wilaya ambaye nimekaa muda mfupi kuliko wote katika historia, sikuzidisha mwezi mmoja na nusu. Lakini huo utumishi wa watu huo, hata leo ukifunga safari kwenda Mpwapwa ukiwauliza, hiyo hasa ndo dhamira ya kwamba kuwa sehemu ya unyenyekevu katika jamii, lakini na kuongoza tu katika njia sahihi kuletea maendeleo na kuleta tija kwenye jamii. Kwa hiyo mwezi mmoja na nusu mpaka leo huyu utumishi uliofanya unakumbukwa. Mwezi mmoja na nusu. Kabisa. Labda kabla tujaingia kwenye hoja ambayo tutaizungumza sana kuhusiana na wizara ambayo unaihudumu sasa, ni kwa kiasi gani sasa mmeweza kutatua kero za wananchi, kwa sababu Dodoma tunajua ni kame, ama katika jimbo lako hali ikoje? Changamoto haziishi, changamoto zipo, na sisi tuliopewa dhamana kazi yetu ni kuzitatua changamoto hizi. Ninataka tu niseme kwamba yako baadhi ya maeneo bado ambayo tunaendelea kufanyia kazi, hasa katika upatikanaji wa maji katika maeneo ya pembezoni, ambako hivi sasa tumepata mradi kutoka wizarani ambako tutachimba visima 13, lakini mimi pia nimepata wahisani wengine wa kuniongezea visima vingine 4
kutakuwa na visima karibuni 17 katika baadhi ya maeneo ambayo yamebaki na upungufu wa maji safi na salama. Lakini ni kati ya vipaumbele vikubwa ambavyo tunavipa kama kiongozi ni hicho, lakini pia tunasaidiana na halmashauri ya jiji kutatua changamoto mbalimbali hasa katika ujenzi wa madarasa. Manake tulikuwa tuna upungufu mkubwa sana, hivi sasa tunaendelea kutatua ili watoto wetu wasome katika mazingira mazuri na salama. Lakini pia tulikuwa tuna swala la vituo vya afya na zahanati, na kwenye tunakwenda vizuri sana. Hivi sasa tumeanza kufanya kazi hizi kitarafa ili kuipokea hospitali kubwa ya rufaa Kamanda General Hospital na kituo cha afya cha Makole. Hivi sasa tumeanza kusogeza huduma pembezoni. Kinajengwa kituo kikubwa sana cha afya kule tarafa ya Ombolo kwenye kata ya Ombolo. Zaidi ya milioni 500 yameshawasilishwa pale na tayari kazi inaendelea. Lakini vile vile tunajenga Mkonze kituo kikubwa cha afya. Kwa lengo letu ni kuvisambaza pembeni ili tupunguze mzigo mkubwa hapa katikati, wananchi wetu waweze kuhudumiwa kwa haraka zaidi. Tofauti na ilivyokuwa zamani kwamba ilikuwa lazima watu wakimbie waje mjini, lakini hivi sasa tunaendelea kupanua huduma hiyo. Lakini pia tunashukuru uwepo wa hospitali ya kisasa kabisa ya Benjamin William Mkapa pale Chuo Kikuu cha Dodoma, ambayo kwa hospitali kwa kweli zenye vifaa na zenye wodi za kuweza kuwachukua watu wengi. Lakini pale kuna wodi mpaka ya kuwalaza watu wenye hadhi ya urais 6 kwa wakati mmoja. Kwa hiyo yenyewe imetusaidia sana kwenye kutatua changamoto katika sekta ya afya. Kwa kiufupi ni kwamba kwa Dodoma mjini utekelezaji umefanyika kwa kiwango kikubwa sana. Na naamini kabisa wananchi asilimia kubwa wanaona kazi ambayo inaendelea kufanyika serikali ya CCM. Lakini kipekee kabisa nataka nimshukuru sana rais wangu mpendwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli, ambaye yeye kidhati kabisa ameifanya Dodoma leo hii ianze kubadilika kimuonekano, kitaswira na kifikra pia, kwa sababu ya maamuzi makubwa aliyoyafanya ya kufanya Dodoma kuwa makao makuu, lakini na maamuzi mengine mengi ambayo yanaigusa Dodoma. Kwa kweli Mheshimiwa Rais kwa Dodoma, kwa kazi kubwa aliyofanya, mimi nawaambiaga wananchi wangu, ingekuwa ridhaa yangu basi tusihangaike sana siku ya uchaguzi, tukamjazie tu kura zake zote za ndio, na hata yasitumie nguvu kubwa sana Dodoma. Mheshimiwa, tuachie wana Dodoma sasa watakavyoamua wenyewe. Tuje kwenye swala zima la kulikuwa kuna kero moja ya mamlaka ya usafirishaji makao makuu. Tumeshuhudia katika kipindi hiki cha awamu ya 5 imevunjwa. Mamlaka yote sasa imerudishwa kwenye halmashauri ya jiji la Dodoma ambalo umepewa pia katika awamu hii ya 5. Imepunguza kwa kiasi gani kuvunjwa kwa CDA? Lakini pamoja licha ya kuvunjwa, changamoto bado zipo, wananchi bado wanalalamika. Tatizo hasa nini mpaka malalamiko yameendelea kuwepo licha ya CDA kuvunjwa? Ama wewe mwakilishi wao, mtumishi wao ambao wamesema kwamba ni mtumishi hujasikia? Kwanza lazima tukubaliane ya kwamba changamoto kubwa ambao wananchi walikuwa wanalalamikia ni kuwa na chombo ambacho kilikuwa hakina mahusiano moja kwa moja na wananchi, na ilikuwa ni kelele ya miaka mingi sana. Na mtakumbuka katika uchaguzi wa mwaka 2015 ndio ilikuwa sehemu ya agenda kwa kila mgombea. Wananchi walipiga kelele sana, Mheshimiwa Rais alisikia, na mimi nilipeleka maombi yangu, CDA ikavunjwa. Lakini CDA ikivunjwa sio kwamba na matatizo yote yanaisha siku moja. Kwa yako baadhi ya matatizo ni ya kurithi, ndio ambayo hayo yanaendelea kushughulikiwa. Lakini nataka nikuhakikishie mkurugenzi wa jiji pamoja na timu yake wamejipanga vizuri hivi sasa, kwa sababu tumeshatoa mwongozo sisi kama madiwani kwamba kila kwenye changamoto ya ardhi, badala ya kuwasubiri wananchi kuja ofisini, tunawafuata kwenye kata. Ndio taratibu ambao tumeweka wa kutatua eneo kwa eneo. Hivi sasa tupo kwenye kata ya Chang'ombe, eneo la Mji Mwema, ambao ilikuwa na changamoto kubwa sana. Tumekwenda site wenyewe na mkuu wa mkoa aliunda kamati, muda sio mrefu kamati ile itawasilisha taarifa ili maamuzi yafanyike. Halikadhalika kwenye kata ya Kikuyu Kusini na Kikuyu Kaskazini, matatizo ya ardhi yalikuwa kwa kiwango kikubwa sana. Lakini hivi sasa hatusubiri wananchi wasimame na mabango, hatusubiri wananchi watufuate ofisini, tunawafuata site. Ndio tofauti ambao hivi sasa upo. Kwa hiyo naomba tu wananchi wangu kwamba hata Roma haikujengwa siku moja. Matatizo mengine tunayarithi. Haiwezekani tu kwamba CDA ikivunjwa leo ndio yote ishe kwa wakati mmoja, hatua kwa hatua. Lakini hivi sasa wameanza kuona mwanga, tofauti na ilivyokuwa awali. Hata shughuli za kwenye ubomoaji siku hizi tunabomoa, lakini usikie malalamiko kufuata utaratibu unafuatwa na wanashirikishwa. Wategemea nini sasa?
Katika eneo hili tunataka niseme moja kati ya kero kubwa hapa Dodoma ilikuwa ni kero ya ardhi. Na serikali ya awamu ya 5 imeliona hilo. Na ndio maana tumeweka utaratibu mzuri sasa wa kutatua hii migogoro. Nataka tu niwaambie kwamba wananchi wangu, kwa sababu ya historia ya migogoro ya Dodoma, tunajitahidi kuhakikisha kwamba tunaimaliza kwa wakati ili na wao wafurahie ardhi yao, wafurahie wao Dodoma. Zamani walikuwa wanajisikia kama watumwa katika eneo lao hivi. Kwa hivyo sasa ile hali ya utumwa tunaanza kuiondoa polepole, kila mtu afurahie uwepo wake ndani ya jiji la Dodoma. Tutarejea tena jimboni mheshimiwa. Naam, habari ya saizi mtazamaji wa Star TV. Karibu katika kipindi cha Bambo Pevu. Na kukuendeshea kipindi hiki uko na mimi Blaya Moses. Na kama ambavyo umeweza kujionea mwenyewe leo hii studioni, tuko na mheshimiwa mbunge wa jimbo la Dodoma. Na huyu si mwingine ni mheshimiwa Anthony Mavunde. Lakini pia ameweza kupewa wadhifa sasa katika serikali ya awamu ya 5 kuhudumu kama naibu waziri ofisi ya waziri mkuu, bunge, sera, kazi, ajira, vijana na wenye ulemavu. Mmoja kati ya vijana wadogo kabisa wamepewa kuhudumu, wameaminika na wameweza kupewa wadhifa wa kuhudumu kama naibu waziri katika ofisi hiyo ya waziri mkuu. Tutazungumza mengi kubwa, tutaangazia sasa shughuli ambazo wameweza kuzifanya jimboni, hasa katika kutatua kero za wanadodoma ambao waliamini kwamba anaweza kuwa mwakilishi wao bora hasa katika kutatua changamoto na kumpa dhamana katika uchaguzi ule wa mwaka 2015. Lakini pia tutaangazia masuala mazima sasa katika kazi ambayo anaihudumu kama naibu waziri ofisi ya waziri mkuu. Tutaangazia swala zima la vijana, lakini tutaangazia swala zima la ajira, moja ya changamoto kubwa sana ambazo zinakabili dunia kwa sasa. Karibu mwanzo hadi mwisho. Kumbuka kipindi hiki hukujia kila siku ya Jumatano kuanzia saa 1:30 jioni mpaka saa 2, na marudio yake ni kila siku ya Jumapili kuanzia saa 1:30 mpaka saa 2. Karibu mwanzo hadi mwisho. Na kama nilivyokuambia studioni, tuko na mheshimiwa Anthony Mavunde, naibu waziri ofisi ya waziri mkuu, mbunge wa jimbo la Dodoma. Karibu mwanzo hadi mwisho. Mheshimiwa, tuje kwenye swala zima sasa la ofisi ya waziri mkuu, kwa maana dhamana ambayo umepewa kuhudumu kama naibu waziri. Tuje kwenye swala zima la ajira. Moja ya mambo ambayo yanatajwa kuwa ni tatizo sana kidunia, lakini pamoja hapa nchini kwetu ni swala la ajira. Mmepewa dhamana takriban miaka 3 sasa ya kuhudumu kama katika serikali ya awamu ya 5. Hali ikoje? Na mmefanikiwa kwa kiasi gani kupunguza tatizo hili ambalo linaonekana kuwa ni donda ndugu kwa dunia, lakini hata nchini kwetu? Ni kweli changamoto ya ukosefu wa ajira hasa kwa kundi kubwa la vijana haliligusi Tanzania tu peke yake, ni swala la kidunia. Na swala lenyewe ni rahisi tu kwamba nafasi za ajira zinazozalishwa kila mwaka haziendani na uwiano wa nguvu kazi ambayo iko tayari kufanya kazi. Kwa hiyo changamoto ndio iko hapo. Kwa hiyo ili nchi iweze kutatua changamoto hizo, maana yake ni lazima ihakikishe inakuja na programu nyingi za kujengea uwezo nguvu kazi yake ili iwe na sifa ya kuweza kujiajiri na kuajirika, lakini vile vile kuwa na miradi mingi mikubwa ambayo itasaidia katika kuongeza nafasi za ajira, lakini na tatu, kuwa na mipango mikakati ya kuboresha sekta mbalimbali, hasa sekta ambazo zinagusa kundi kubwa zaidi la jamii yetu, kwa maana nguvu kazi ambayo itahitajika hasa katika kundi la vijana. Sasa niseme tu, sisi kama serikali ya awamu ya 5, utakumbuka kwamba tunatekeleza mpango wa pili wa maendeleo ya taifa sasa, ambao falsafa yake ni ya uchumi wa viwanda na maendeleo ya watu. Hiyo ndio eneo kubwa sana ambalo tunaliangazia. Sasa kwa mujibu wa takwimu ambazo zimeelezwa mara nyingi sana na waziri wa viwanda na biashara, moja kati ya eneo kubwa ambalo tunaliangalia pia ni serikali kuweka mazingira wezeshi ya kuvutia wawekezaji wengi zaidi ili kutengeneza nafasi za ajira. Tangu serikali hii imeingia madarakani, vimejengwa viwanda zaidi ya 3,000 na ambavyo ni kuanzia viwanda vidogo sana, vidogo, vya kati na viwanda vikubwa, ambao hiyo ni kwa mujibu wa taarifa ya Wizara ya Viwanda na Biashara, ambao ndani yake humo maana kwamba viwanda hivi vyote vinahitaji watu. Kwa hiyo ni eneo la kimkakati ambao kama serikali tuliona tukifanya uwekezaji mkubwa tutachukua kundi kubwa sana la vijana. Eneo la pili ambao tunalifanya hivi sasa ni kuendelea kubadilisha mtizamo katika nguvu kazi yetu hii. Kwa sababu moja tu kubwa, kwa sababu kwa mujibu wa sera ya ajira ya mwaka 2008, sera ya ajira inasema ajira ni shughuli yoyote halali inayomuingizia mtu kipato. Kwa sisi tunaanza kuwatoa watu wetu kuamini kwamba ili mtu aonekane ana kazi lazima awepo ofisini.
Kwa hiyo mtu yoyote mwenye shughuli yoyote halali inayomuingizia kipato kwetu ni ajira. Tafsiri yake ni kwamba tunaanza pia kushawishi makundi makubwa ya vijana na watu wazima pia kutokubaki na mawazo ya kwamba lazima wote waende ofisini. Sasa huku nako wanapotaka kwenda, serikali imefanya nini? Tukasema cha kwanza lazima tuhakikishe kwamba tunatengeneza mazingira wezeshi hasa katika kundi hili kubwa la vijana ili waweze kwenda kufanya shughuli hizo za ujasiriamali, kilimo, biashara. Kwa hiyo serikali ikaangalia katika masuala ya sera, sheria, lakini vile vile na namna nzuri ya uwekezaji. Kwa mfano, tunawahamasisha vijana wengi hivi sasa kuunda makampuni. Wale vijana wahitimu wa vyuo vikuu, badala ya kukaa na kuhangaika na cheti chako kwenda huku na huku, tukasema waanzishe makampuni kutokana na fani zao walizosoma. Lakini sisi serikali tufanye kazi ya kuweza kusaidia kuwawezesha kufikia malengo yao. Ukiangalia katika mabadiliko ya sheria ya fedha katika miaka miwili iliyopita, iliwahi kuwasilishwa bungeni ya kustaka halmashauri zote nchi nzima kutenga 30% ya manunuzi yake ndani kwa vikundi vya kina mama na vijana. Maana yake ni kwamba sisi huku tukiwahamasisha waende katika kujiajiri, lakini wao wana shughuli ya kufanya pia. Watu tu wasiunde makampuni, watunde tu vikundi wakakaa hivi hivi. Hili ni eneo la kwanza ambalo pia tunalifanyia kazi. Lakini hivi sasa tunafanya kazi pamoja na Wizara ya Kilimo. Tunatekeleza mpango wa kitaifa wa kuwahusisha vijana kwenye kilimo, ambao lengo letu ni kuhakikisha kwamba vijana wanashiriki kwenye sekta ya kilimo moja kwa moja. Na katika ofisi ya Waziri Mkuu tunao program inaitwa ni program ya kukuza ujuzi ambayo imeanza mwaka 2016, itaisha mwaka 2021 katika awamu ya kwanza, yenye lengo la takriban vijana milioni 4.4 nchi nzima. Na vizungumza hivi sasa tunatekeleza programu hii ya kilimo katika wilaya zaidi ya 84 hatua ya awali, ambako tunawajengea uwezo vijana kutengeneza kitalu nyumba kwa maana greenhouse, lakini vile vile tunawapa na mafunzo ya kilimo cha kutumia kitalu nyumba, na tunawafikia vijana zaidi ya vijana 8,400 katika hatua ya awali. Kwa hiyo yote ni kuanza kuwatoa katika kufikiria kwamba lazima kila mtu aende ofisini na kuwapeleka huko. Mheshimiwa, kuna swala zima ambalo umeweza kulizungumza hapa la fedha kutengwa, lakini pia vijana kuwezeshwa. Tanzania ni mmoja kati ya nchi ambazo tumekuwa wazuri sana katika kutenga ama kuwa na sera ama sheria nzuri, lakini swala zima linakuja kwenye utekelezaji. Labda ni kwa vipi sasa mmehakikisha kwamba fedha ambazo mmeziagiza ama matakwa ambayo yanataka halmashauri kutenga hizo 30% ambazo mmezisema, lakini pamoja na hivyo tuna sheria ambazo za kuwawezesha vijana na kina mama, lakini sheria hiyo imekuwa itekelezeke. Kama ofisi ya Waziri Mkuu sasa mmetimiza vipi wajibu wenu, hasa kuhakikisha kwamba kwa kushirikiana na mamlaka ambazo zinahusika kama TAMISEMI kuhakikisha kwamba fedha ambazo zinatengwa kweli, kwa sababu tuna sheria nzuri, tuna sera nzuri, lakini matatizo bado yako pale pale, kila siku tunazungumza, lakini vijana bado wanaendelea kulia. Niseme tu ndugu mtangazaji kwamba ni kweli sisi ofisi ya Waziri Mkuu sisi ndio waratibu wa shughuli za serikali, na katika sera ya vijana inatugusa sisi moja kwa moja, lakini yamefanyika mabadiliko makubwa sana ambayo zamani tulikuwa tunazungumza 5% ya mikopo ya kina mama na vijana ilikuwa kama hisani hivi, na ndio maana kuna baadhi ya halmashauri zilikuwa zinatenga, zingine hazitengi. Mwaka jana tuliweka kwenye sheria ya fedha ya baada ya kupitisha bajeti, kwa sasa hivi imeingia kwa mujibu wa sheria. Kwa halmashauri ambayo itakuwa haijafanya, maana yake imekiuka sheria. Kwa hivi sasa ni utaratibu ambao umewekwa, na nafikiri hata ninyi sasa hivi mmeanza kuona ni mashahidi. Kwa mara ya kwanza mmeanza kuona sasa halmashauri zinajitangaza kwamba mwaka huu tumetoa kiasi fulani kwa vikundi vya vijana. Lakini zipo ambazo hazizingatii sheria hii. Kwa sababu sheria ndio imeanza kutekelezwa na mwaka huu ndio unaishia mwezi wa 6 mwaka wa fedha. Maana tutafanya tathmini kuona ni maeneo gani ambako sheria hii haikutekelezwa na tatizo ni nini, na baada hapo serikali ina namna ya kuweza kuchukua hatua. Moja ya hatua ambazo mlisema mtazichukua wakati mnaingia madarakani ni swala zima la wawekezaji ama watu ambao wanakuja kufanya kazi ambazo zinaweza zikafanywa na wazawa. Hali koje? Mmeshachukua hatua gani? Kwa sababu tunaona kuna viwanda, kuna watu wanafanya kazi ambazo zinaweza zikafanywa na Watanzania, hali ambayo imekuwa kinyima fursa ya kuwapa vijana ambao wanamaliza kazi. Hali koje kwa sasa na hatua ambazo mmeshachukua takriban miaka 3 sasa? Kwa kweli katika eneo hili tumeendelea kufanya kaguzi za kutosha sana, lakini pia ziko baadhi ya kazi ambazo tumeshatoa maelekezo
ambazo hizo wageni hawawezi kuzifanya katika nchi yetu kwa mujibu wa sheria, na muda sio mrefu Waziri Jenista Mhagama atatoa tangazo la kazi gani ziombwe na wageni. Tafsiri yake ni kwamba ambazo hazijatangazwa zote zinapaswa kufanywa na Watanzania, na hiyo itatoka muda sio mrefu. Kwa hiyo itakuwa imepunguza matatizo mengi sana na zile njia za mkato. Kwa hiyo hivi sasa utaratibu huo utaanza kufanya kazi, na hiyo itasaidia sana katika kudhibiti zile ajira ambazo zinaweza kufanywa na Watanzania. Na kwa mujibu wa sheria hivi sasa itakuwa ni kwamba anayekuja basi lazima awe anakidhi masharti ambayo yameainishwa. Tuje kwenye swala la michezo, maana wewe ni mmoja kati ya wadau wa michezo. Tuje kwenye swala la michezo, pamoja na kwamba nasemekana michezo inasaidia kuboresha afya, lakini pia ni ajira. Ofisi ya Waziri Mkuu, tuzungumzie hasa jimboni kwako. Una timu Dodoma FC. Ndio. Lakini inaonekana kupoa kila siku kukicha. Tatizo hasa ni nini? Mashindano ni mashindano. Kwa hiyo na mimi kama mdau wa michezo huwa naamini kabisa kwamba unapokwenda kwenye swala kama hilo ni ushindani. Kwa hiyo inatokea muda mwingine hatufanye vizuri, muda mwingine tunafanya vizuri, lakini naamini bado nafasi ipo ya kuendelea kufanya vizuri. Lakini kubwa tu ni kwamba unajua furaha haina matairi. Furaha inatengenezwa. Watu wengi wanaopenda mchezo wa mpira wa miguu kwa sababu ya furaha, lakini hawapendi kuwa sehemu ya kuifanya furaha itimie. Rai yangu ni kwamba watu wote washirikiane kwa pamoja kuhakikisha timu zetu hizi zinapata nafasi ya kuweza kufanya vizuri kwa kutoa ushirikiano, tofauti na kuachia watu wachache ambao wanaamini kwamba wanaweza kufanya. Lakini tatizo nini mheshimiwa? Maana wewe ni mmoja kati ya wadau ambao mnatajwa kwamba ni mnaisupport sana Dodoma FC, lakini bado inaonekana kuwa licha ya mheshimiwa Waziri Mkuu kusema zisipelekwe jiji. Tatizo hasa nini? Mnaonekana kama kadri siku zinavyozidi kwenda mnazidi kurudi nyuma badala ya kusonga mbele. Dodoma FC, timu ya wakazi wa jiji la Dodoma. Timu ile sasa kama maelekezo ilivyosema na mheshimiwa Waziri Mkuu, hivi sasa katika taratibu za mwisho za kuikabidhi katika halmashauri ya jiji ili sasa kule iende kuwa na sura ya kijiji zaidi, kwamba hii sasa ni timu ya wananchi. Na naamini kutokea kule wananchi wa Dodoma wengi wataiunga mkono na kuisaidia timu yetu iweze kufanya. Lakini tatizo hasa ni nini? Wewe kama mdau mkubwa wa Dodoma FC, kwa nini kumwakilisha wa wananchi? Mimi ninachokiona kikubwa ni kwamba hakuna ushirikiano wa kutosha miongoni mwa wadau katika mkoa wa Dodoma. Kwa maana ya wananchi sasa. Kabisa. Hakuna ushirikiano wa kutosha. Maana tungeunganisha nguvu watu wote kwa pamoja, ni rahisi sana kuweza kufikia mafanikio. Nenda kaangalie timu ya Pamba ya Mwanza, jinsi wadau wanavyojitokeza, wanavyoiunga mkono. Kwa sisi hapo ndio tunachokikosa hicho. Watu wanapenda mpira lakini hawapendi kuwa sehemu ya mafanikio. Mheshimiwa, muda wetu unakimbia sana. Tuje kwenye swala zima la elimu. Tunaona serikali ya awamu ya 5 inatoa elimu bure, lakini pia changamoto ya wanafunzi kuwa wengi imekuwa ni tatizo. Na jiji la Dodoma sasa hivi makao makuu, serikali imekuja Dodoma. Hali ikoje na mmejipangaje sasa kuhakikisha kwamba familia ambazo zinakuja zinapata matokeo ama zinapata changamoto zile ambazo za wingi wa wanafunzi zinakuwa si tatizo tena, watoto wanapata fursa ya kusoma? Niseme tu kwamba kwa kutambua kwamba sasa Dodoma imeshakuwa makao makuu, na sisi kama jiji nguvu kubwa tumeelekeza sana katika miundombinu ya madarasa, kwa maana ya ujenzi wa vyumba vya madarasa, kina matundu ya vyoo, lakini vile vile tumeendelea kwa convince watu wengi zaidi kuja Dodoma, kuja kufanya uwekezaji ili kuongeza fursa hiyo. Kwa mfano hivi sasa shule zimekuwa nyingi Dodoma, shule zile ambazo tunasema ni international schools, English medium zimekuwa nyingi sana hivi sasa, kutokana na wageni wengi waliokuja ambao watoto wao ilibidi waakishe katika shule zingine. Lakini pia kwa hivi sasa tunapozungumza, hata katika miradi mingi ya ujenzi tunaendelea nayo ya ujenzi wa vyumba vya madarasa, na mimi kama mbunge pia hivi sasa niliona kwa nafasi yangu lazima pia niunge mkono jitihada hizi. Kwa nilichangia takriban matofali 32,000 na mifuko 3,000 ya simenti kwa ajili ya ujenzi wa vyumba mbalimbali. Kwa hivi sasa tunakwenda vizuri katika eneo hilo, lakini namshukuru sana mkurugenzi wa jiji la Dodoma kwa namna ambavyo tunashirikiana kwa pamoja kwa kutekeleza miradi ya elimu na hasa katika ujenzi. Hivi sasa mtakumbuka kwamba jiji la Dodoma ndio linaongoza kwa mapato. Kwa fedha nyingi sana sasa za miradi ya maendeleo ambazo zinatoka ndani yetu sisi tunazielekeza katika miundombinu ya elimu, na naamini kabisa ndani ya muda mfupi tutakuwa tumepiga hatua kubwa sana.
katika miundombinu, maana jiji sasa watu wengi, na wewe ni shahidi, hivi sasa Dodoma imeanza kubadilika kwa kiwango kikubwa sana. Tuna miradi mingi sana ya barabara za lami, lakini tunao mradi mwingine mkubwa wa barabara za lami za mzunguko Ring Road kilomita 110. Lakini hivi sasa ukiondoa Kinondoni, Dodoma ni ya pili kwa mtandao wa barabara za lami. Kinondoni ina kilomita 136, Dodoma ina kilomita 130.5. Lakini mwaka huu wa fedha tumetenga takriban shilingi bilioni 41 kwa ajili ya ujenzi wa kilomita 26 za barabara za lami ndani ya katikati ya mji hapo. Kwa maana kwamba mwakani sehemu pekee ambayo itakuwa na mtandao mkubwa wa barabara za lami itakuwa Dodoma. Mwisho, mheshimiwa, zao la zabibu hali koje? Kilio cha wananchi ilikuwa ni bei, lakini pia masuala kadha wa kadha kwamba wamekuwa hawanufaiki licha kwamba zabibu ni, tunaweza kusema, alama ya Dodoma. Zabibu ilikuwa imeanza kupoteza hamasa kutokana na kwamba wakulima hawakuona umuhimu wa kulima na kukusana kwa masoko ya uhakika, na ili tokana na kwamba zabibu nyingi ambazo tunawauzia wawekezaji wawili wakubwa ambao wanazisindika na kuuza nje ya mipaka ya Dodoma na Tanzania. Na ishu kubwa ilikuwa ni ishu ya kodi ya mchuzi wa zabibu. Mtakumbuka niliwahi kumwomba Mheshimiwa Rais wakati wa uzinduzi wa jengo la PSPF, na Mheshimiwa Rais aliahidi kulifanyia kazi, na juzi bunge limepitisha sheria, marekebisho ya sheria ambako kodi ile ya mchuzi wa zabibu imeshuka kutoka 3,315 mpaka shilingi 450, ambayo inawapa fursa sasa wale wanunuzi wakubwa wa zabibu kuanza kununua zabibu zetu, kwa sababu matanki yao yalikuwa yamejaa mchuzi wa zabibu na walikuwa hawana sehemu ya kupeleka kwa sababu ya kodi. Kodi imeshuka, maana yake yule mnunuzi wao mkubwa atakuja kununua, akinunua matanki yao yatapungua, yakipungua atakwenda kununua zabibu za wakulima, na zabibu zitauza tena shamba. Kwa hiyo ni kazi kwa wana Dodoma kulima sasa kabisa. Kwa dakika moja, kauli yako kwa wana Dodoma hasa katika swala zima la kufanya kazi, hususan vijana, maana siku hizi vijana wengi ni kubeti. Nitumie fursa hii kuwataka vijana wote kuhakikisha kwamba wanatumia muda wao ipasavyo, na kuhakikisha kwamba wanakuwa sehemu ya ustawi na ujenzi wa taifa hili, na wakae wakiamini kwamba nchi yote duniani haiwezi kuendelea pasipo uwekezaji mkubwa kwa vijana. Vijana ndio moyo wa taifa hili. Serikali inaendelea kufanya kazi kubwa kuwekeza kwa vijana, na mimi kwa nafasi yangu ya uongozi kama mbunge hapa tunafanya kazi hiyo kubwa. Kazi hapa sasa ni wao vijana kuhakikisha kwamba wanakuwa sehemu ya kushiriki moja kwa moja kwenye kuijenga nchi yao, na badala ya kutumia muda mrefu kukaa na kuishi maisha ya kubahatisha kupitia sports betting. Mheshimiwa, tukutakie kila laheri. Nashukuru sana. Mtumishi wa wananchi wa Dodoma. Tukutakie Tukutakie kila laheri. Asante.